Mwili wa mwanaume uliokotwa ukiwa na majeraha makubwa katika kijiji cha Magugu, wilayani Babati, mkoani Manyara, Machi 19 mwaka 2026, hatimaye umetambuliwa kuwa ni wa Idi Masanja Noti mwenye umri wa miaka 38 na kuzikwa jana Machi 25 mwaka 2026 na familia yake. Kwa mujibu wa dada wa marehemu, Mwanahamisi Masanja Noti, aliyetambua mwili huo siku 3 tangu kuokotwa kabla ya kupigiwa simu kutoka chumba cha kuhifadhia maiti ili kwenda kuthibitisha kama ni ndugu yake. Familia ya marehemu imeiomba serikali kutoa usaidizi wa kuwabaini wahusika wa tukio hilo na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Mimi kwa jina naitwa Mwanahamisi Masanja Noti. Tulisikia tukio ambalo lilitokea hapa Magugu, maeneo ya kwa Chamii. Sikufika siku hiyo kwenye hilo tukio, ila siku zinavyoenda simuoni ndugu yangu. Nikaa nimeuliza majirani, maana mimi naendaga kazini asubuhi narudi jioni. Kaa nauliza majirani, jamani, mmenionea ndugu yangu hapa, mbona na siku kama 2-3 simuoni? Majirani wakajibu kwamba tuna siku 2-3 na si hatujamuona. Kwa hiyo nikaendelea tu kuwa na imani kwamba ameenda tu katika utafutaji. Siku ya juzi jioni nikapigiwa simu na huyu jamaa wa mochwari. Akampigia jirani yangu ambaye ni John Mgambo hapo. Akamwambia yule dada fundi anayeshona kule Ngarenaro, hebu jaribu kumuuliza, na ndugu yake mmoja alikuwa anafanya kazi kwangu. Alivaa t-shirt nyeusi na koti jeusi, anaonekana hapo kwake. Mbona huyu mtu kama nimemtambua hapa, ni kama yeye? Ilikuwa ni juzi jioni hiyo. Kwa hiyo jana tukaenda mochwari asubuhi na majirani zangu hapa. Tulifika mochwari, baada ya kuonyeshwa marehemu tukamtambua ni ndugu yetu. Anaitwa Idi Masanja Noti na miaka 38. Ndugu yangu hajawahi gombana na mtu nikamuona, labda kama sijamuona, lakini katika maisha yake sijawahi kusikia amegombana na mtu wala kupigana na mtu. Na hana vikosi anapo anatembea naye, ana jambo lake, anafanya jambo lake mwenyewe. Hana mazingira mabovu anatembea. Ombi letu sisi kwa serikali, tunaomba aliyefanya hili tukio azidi kutafutwa ili tuweze kuwabainisha waliofanya hili tukio, maana ni tukio baya sana. Wamemjeruhi sana ndugu yangu, wamemuumiza sana. Kwa majina naitwa Zuhura Mfaume. Huyu ndugu yangu marehemu ni mdogo wangu, ni mtoto ambaye nimemlea mimi sana. Kwa hiyo hili tukio limeniumiza kweli. Mimi hivi ninavyoongea hivi natoka Mtwambu. Nimemwona kwenye taarifa habari kuangalia, mbona ni ndugu yangu. Na tunaomba serikali itafute hawa watu, wabaini, watusaidie, maana huu ukatili ni mbaya. Huu ukatili kweli ni mbaya. Tunaumia sana, tumepoteza ndugu yetu bila yani amekatiliwa maisha. Kiukweli kinaniuma sana mimi mwenyewe binafsi. Serikali itusaidie. Isifike mahali binadamu unakwenda kumuua binadamu mwenzako kama unaua nyoka. Kwa kosa gani ambalo utakuwa umekosewa? Sasa marehemu, hali aliyotokea nayo duniani haipendezi kwa binadamu. Na damu ya mtu itajibu. Fanyavyo, lakini damu ya mtu itajibu. Yawezekana aliyetenda yuko hapa ama yuko mahali anasikilizia. Lakini ni lipi? Kwani wewe umekosewa mangapi na binadamu wakakuacha kufanya kitu? Wewe utakuwa umekosewa nini? Na hasa ni kitu gani kitakacho kuweza kukosewa wewe uweze kufikia mahali pa kutenda kitendo ambacho umemtendea binadamu zako kama huyo? Kwamba aliuawa na watu wakatili sana. Mimi nawaita ni wakatili kwa sababu ni mauaji ya kinyama. Ila wito wangu kwa wananchi wangu wa kijiji cha Magugu, hebu tuache ukatili. Kwa sababu utafanya ukatili na wewe utakufa tu. Hao waliofanya kitendo hichi wamejifanya wenyewe waonekana, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kisichoonekana. Na niombe sana wananchi, tusiwe wasiri mpaka mambo kama haya yanatukuta. Tufichwe wahalifu. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko makini. Kwa hiyo msiogope kufichwa watu kama hawa. Hawa watu ni hatari sana. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini chanzo na wahusika wa tukio hilo. Hii ni TNTV, sawa kubonyeza na subscribe, like, share na comment.